katikati ya mchana wa leo. Ninaiona neema ya Mungu. Yawezekana lesani umeombewa, umefanyiwa huduma kwa miaka mingi, lakini leo ndiyo leo. Ni siku ya kumaliza na kuharibu na kuoa na kuondoa kila uharibifu wote wa agano. Iwe ni kansa, iwe ni sikoseli, iwe ni HIV, iwe ni pressure, iwe ni kisukari, iwe ni magonjwa yote yale, iwe ni utasa, iwe ni madonda ya tumbo. Natangaza kama nabii katikati ya mchana wa leo. Nina habari njema kuanzia leo, kukutangazia wewe uliyefika leo. Hautatoka kama jinsi ulivyokuja. Ninamwamini Mungu aliyenituma na Mungu aliyethibitisha. Ninaiona nguvu ya ukombozi juu ya maisha yako. Ninaona ule mkataba unaenda ukatika. Ninaona mamlaka inaenda kusimama. Ninaona zile roho zinakimbia kwa jina la Yesu aliye hai. Zinaondoka kukimbia. Siwe roho za mabibi, siwe roho za mababu, siwe roho za ukoo, siwe roho za majina. Zinaenda kuondoka katika jina la Yesu aliye hai. Iwe roho ya mauti, iwe roho yoyote ile inayoundwa na kutengenezwa kinyume na mpango wa Mungu, ninaiona inakimbia mita ndefu. Ninaiona inakimbia mita ndefu. Asema Bwana wa majeshi, katikati ya mchana wa leo, ninaongea na mtu mmoja aliye na njaa na kiu ya haki. Katika mchana wa leo, ninaongea na mtu mmoja aliyesema sasa imekwisha, sasa yatosha. Sasa Mungu leo nyamaliza yote yaliyosalia juu ya maisha yangu. Naongea na mtu mmoja aliyeteswa kwa majumba ya upanga. Naongea na mtu mmoja ambaye maisha yake yamekuwa hayaeleweki wala hayasomeki, wala amani zake hazieleweki. Mungu alipoeleza katika usiku wa leo, akaniambia kwamba huyo mtu ni mbinu ya adui iliyotengeneza mbinu ya kumkamata na kumfanya kumchelewesha katikati ya maisha yake. Anafikia mahali anaona kama Yesu hayupo au Mungu hayupo. Ninakutangazia katika ibada ya leo, uwe mgeni uwe mwenyeji, ni siku yako ya kutoka, ni siku yako ya kuachiliwa, ni siku ya kupokea muujiza. Serikali ya Baba Delighter Penipaya Tekobi pesa itakaji. Hakuna mwanadamu atakayepungua kwa matakwa yake, bali ni kwa amri ya Mungu pekee itakayosimama katika maisha yako. Atakayetii sheria ya Mungu na kuamini atatembea